Mwibu wanasema siku zote ukijisifu na mbio na msifu na ambaye anakukimbiza. Yeah. Na watazama pia wapinzani wenu ambao ni Singida katika ile nafasi tatu, na wenyewe leo wamepoteza mchezo wao. Sisi always ni miongoni mwa timu za juu Big 3. Kwa hiyo kuniambia mpinzani wangu ni Singida, hiyo ni kuniumbisha. Mimi mpinzani wangu ni timu yoyote ya ligi kuu. Ndio maana uliona Yanga alikuja hapa raundi ya kwanza akachukua kipigo, akachezea, si ndio? Na leo alikuwa mpinzani ambaye ameamkia upande mzuri wa kitanda, ameshinda mechi. Exactly, mimi na Singida hapa ngoma ilikuwa ngumu, lakini tumeenda kwao, tumekaa sisi vibaya, wameshinda. Ndivyo hivyo kama ambavyo tulitoka hapa sare na Pamba, tukaenda Mwanza, tukaenda tukafungwa na Pamba. Hao wote ni wapinzani wetu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo sio kuhusu timu moja ambayo iko nyuma yako, ni kuhusu timu zote za ligi kuu na vile ambavyo unaweza kuchukua hizi alama ili kujitengenezea mazingira mazuri kwenye msimamo, kwenye nafasi ambayo wewe uko. Kwa hiyo sio swala la mtu mmoja mmoja, na swala nafikiri ni swala collectively. Sasa hizi focus yetu kubwa tunahamishia kwenye mechi 3 ambazo zimebaki za hapa Azam Complex, na mechi 2 ambazo tunategemea kucheza, moja Kagera, mechi ya mwisho kufunga msimu tarehe 25 mwezi wa 5, tutakutana na Kwara kule Fountain Gate kule Kwara Manyara. Yeah. Ipo kwa nafasi ambayo mko hadi hivi sasa, mnaona malengo yenu ya msimu huu yanaenda kutimia kama ambavyo mmeelekea? Hapana kabisa. Tumeondolewa mapema kwenye michuano ya kimataifa. Tumeondolewa kidhalili kabisa kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City la ule wa FA. Sisemi kwamba wana timu mbaya, lakini sio kitu ambacho watu walikuwa wanakitegemea, hata sisi pia, kwamba tunaweza kuondoshwa na timu ya ligi daraja la kwanza. Hakuna ambaye alikuwa anategemea hivyo. Kwenye ligi tukiangalia gap ya mtu ambaye yuko nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, na idadi ya michezo na nafasi tuliopo, ni ngumu kudeclare kwamba kwenye mechi 5 tulizobakisha tunaweza kwenda kuwa mabingwa, unless iwe vinginevyo ambayo ina 2% au 1.5 kwenye level ambayo tumefika. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutaendelea kumaintain hii nafasi ambayo tuko nayo, kwa sababu ni miongoni mwa nafasi ambazo zinatupa nafasi ya kucheza Champions League, CAF Confederation Cup. Lakini kama haitoshi, pia inatusaidia kuiweka timu kwenye morali nzuri kabla ya kuingia kambini kuiandaa kwa ajili ya msimu unaofuata, probably from next season, kwa sababu mwalimu hatukuanza naye, huyu alikuja akakuta timu katikati. Tunaweza tukawa na kitu kizuri zaidi. Kwa hapa ambako tumefikia, nisiwakatishe tamaa mashabiki, nisiwayumbishe, lakini niwape pongezi kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakifanya kutusupport na vile ambavyo wachezaji wanatupambania uwanjani. Mnazungumza nini na wachezaji katika michezo hii michache ambayo imesalia hadi hivi sasa? Wanajua objective yao. Tangu mechi ya Singida wachezaji walikuwa wanazungumza wenyewe, nahodha Lusajo, nahodha Yaya Zaid, wamekuwa wakikusanya wenzao kuzungumza kwamba mnaona hali halisi ilivyo ya ligi imekuwa ngumu. Kila timu inaweza kushinda mechi mahali popote, iwe ni kwako au kwao. Kila mtu anaweza kushinda mechi. Kuna haja ya kufanya vizuri kwenye mechi 5 zilizobakia ili tuendelee kumaintain status ambayo tumekuwa nayo. I believe kwa timu ambayo ameitengeneza Mwalimu Rashid Tausi, leo mmeona watu wengi ambao wamecheza, sio wachezaji ambao wanacheza zile nafasi halisi. Wengi